katika huu uchache tunaochukulia ni uchache, tunajua tunapokuwa na wewe Mungu ambaye ndiye muumba wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, tuna kila kitu tunachokihitaji. Na huu ndio ujasiri sisi tulio nao kwake, imeandikwa. Na huu ndio ujasiri sisi tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu chochote kwa Bwana sawa sawa na mapenzi yake, yeye atusikia vema. Na kama atusikia vema, tunao ujasiri wa kila siku kuziendea ndoto zetu na njozi tulizo nazo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo wana wa Israeli walipopata taarifa kwamba wale watu hatutawaweza, kilichotokea pale, walianza kumwambia Musa, hivi huko ulikototoa Misri hakukuwepo na makaburi ya kwamba tuje tufie huku katika nchi za watu, ya kwamba tuje tufie huku jangwani? Maanake tukwame moja kwa moja. Ni nini hicho unachotufanyia? Maanake wameshasahau hata Mungu aliyefanya miujiza, wameshasahau Mungu aliyekausha bahari ya Shamu. Wakati neno katika Ufunuo 12 na 11 inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Maanake ushuhuda kwanza, kabla hujanung'unika. Unapokutana na hali ngumu, unapoangalia mazingira yako hayatoshi kukamilisha ndoto ambayo Mungu ameweka ndani yako, cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kumwambia Mungu, Bwana, ninakumbuka ulionitendea. Si mara ya kwanza jinsi ambavyo umenisaidia katika maisha yangu. Kwa hiyo hata katika hili ninajua ninazo rasilimali za kutosha kuziendea ndoto zangu, ninayo nguvu ya kutosha kuziendea ndoto zangu, ninayo uwezo wa kutosha kuyaendea maono yangu. Nitafanya chochote utachoniambia kukifanya, Bwana. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa pia katika neno la Mungu, katika nyaraka za Paulo, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.